الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز الفائزون، فقد فاز المتقون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nichukue fursa hii kukuhusia sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni mwendelezo wa vikao vyetu baada ya salatu al-fajr, tukikumbushana yale mambo ambayo yanafungamana na dini yetu ya Uislamu. Na leo kikiwa ni kikao kingine, takriban kikao cha 12, tutazungumzia khurujul mar'a litarawih wal-eid. Khurujul mar'a litarawih wal-eid, mwanamke kutoka kwa ajili ya sala ya tarawih au kwa ajili ya sala ya Eid. Kutoka kwa mwanamke kuiendea sala ya tarawih au sala ya Eid. Katika kikao cha jana tuliangalia hukumu ambazo zinafungamana na mama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hukumu hizo, mlango unaofuatia mbele tuzungumzia kutoka kwa mwanamke kwa ajili ya kuhudhuria sala ya tarawih au kwa ajili ya kuhudhuria sala za Eid. Hukumu yake asema wayajuzu linnisa'i hudhurul masajid, wayajuzu linnisa'i hudhurul masajid, na inafaa kwa wanawake, imejuzishwa kisheria, yakubalika katika sheria ya Uislamu wanawake kuhudhuria msikitini, kwenda msikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada. Lakini ili waende, idha uminatil fitnatu minhunna wa bihinna, idha uminatil fitnatu minhunna wa bihinna, pale kutakapokuwa kumeaminika katika ile sehemu wanapoelekea, lakini na wao wenyewe wameaminiwa kwamba hapa hapawezi kutokea fitna kwa namna moja ama nyingine. Kinyume chake, kutakapohofiwa kwamba kitendo cha kwenda kwao misikitini huenda ikazuka fitna, ukapatikana fitna, wakati huo itakuwa ni haramu wao kuelekea msikitini. Lakini kama itakuwa ni sehemu ambayo ni ya amani imetawala na hapajahofiwa fitna kutoka kwao kuelekea msikitini, wakati huo wataruhusiwa kwenda wapi? Kwenda msikitini. Bihadithi ibn Umar radhiyallahu anhu, yaonesha hilo hadithi anayoisimulia as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sala na amani ziwe juu yake amesema, la tamna'u ima Allahi masajid Allahi, la tamna'u, msiwazuilie, msiwakataze, ima Allah, bijakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikusudia hapa ni wanawake, bimaana msiwazuilie wanawake vijakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, masajid Allah, msiwazuilie misikiti ya Allah subhanahu. Maana wanawake wasizuiliwe kwenda misikitini. Walianna hadha min amali salafi salih radiyallahu anhu, na haya ndiyo yaliyokuwa matendo ya wema waliopita. Wema waliopita waliishi hivi, waliwaruhusu wake zao kuweza
kuelekea misikitini kwa ajili ya kuitekeleza ibada za swala. Kanat imra'atu li'Umar tashhadu salata as-subh wal-'isha fi al-jama'ati fi al-masjid. Mwanamke wa Umar ibn al-Khattab as-sahabi al-jalil, Umar ibn al-Khattab mke wake alikuwa akishuhudia akisali sala ya al-fajr na salatu al-isha jamaa msikitini. Kwa hiyo sala ya al-fajr na isha yeye aliziswali msikitini tena kwa jamaa. Faqila laha, akaambiwa huyu mwanamama, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar. Maana aulizwa, lima takhrujina, kwa nini unatoka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya sala ya al-fajr na al-isha msikitini, wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar, hali yakuwa wajua wewe kwamba Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda hili analichukia la wewe kutoka. Lakini si hilo tu, bali Umar ni mtu mwenye wivu sana. Wewe wajua hilo, alafu watoka muda wa usiku kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya isha na muda wa usiku vile vile kwa ajili ya kutekeleza ibada ya al-fajr, bado kuna giza. Qalat, huyu mwanamama ajibu yule aliyemuuliza, amwambia, wama yamna'uhu an yanhani. Qalu yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kasema kinachomkataza Umar, kinachomzuia Umar asinizuie mimi licha ya wivu wake alionao na kukataa kwake mimi ni stop, kinachomzuilia asinizuie ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali Mtume aliposema, la tabna'u ima Allah masajid Allah, msiwazuilie vijakazi wa Allah kuwazuilia kwenda katika misikiti ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio kauli inayomzuia Umar, inayomnyima nguvu Umar, inayomkataza Umar asiweze kujizuilia kwenda msikitini. Hii yaonesha kwamba mama atakapojitoa kwenda kutekeleza ibada ya sala msikitini kwa jamaa au sala ya Ijumaa au sala zaidi viwanjani, basi si baba haruhusiwi kumzuia, kwa sababu tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawapa idhni ya kwenda kutekeleza ibada hizo ndani ya misikiti. Wa idha kharajat ila almasjid, lakini huyu mwanamama au mwanamke atakapotoka kuelekea msikitini. Nukta ya kwanza tumeona kwamba wameruhusiwa kuelekea msikitini. Nukta ya pili sasa, wa idha kharajat ila almasjid, huyu mke akitoka kwenda msikitini lisalah, kwa ajili ya sala, fala budda min muraati al-adab ath-thaniya, lazima achunge adabu zifuatazo. Haya mambo lazima yachungwe, yafatiliwe. Likikosekana moja kwa wakati huo haruhusiwi kwenda tena msikitini. Yakipatikana yote matatu, hapo ndo anaruhusiwa kwenda msikitini. Jambo la kwanza, antakuna mutasattira. Huyu mwanamke anayeenda msikitini, sharti la kwanza awe amejistiri kikamilifu. Antakuna mutasattira, awe amejistiri kikamilifu. Lazima mume wake ahakikishe kwamba mke wangu sawa aelekea msikitini, je, amejistiri kikamilifu? Kama iko hivyo, basi kwa wakati huo ataruhusiwa kwenda msikitini. Sharti la jambo jingine, mutahajjiba, awe amevaa hijabu ya kisheria. Na nyinyi mwajua hijabu ya kisheria inakuwaje, ina masharti yapi? Kwa hiyo awe amevaa hijabu ya kisheria, avae nguo inayomwenea, inayostiri mwili wake wote. Nguo isiwe inambana, nguo isiwe inamchora, nguo isiwe na maua. Hivyo nguo yake iwe ya namna hiyo. Ghair mutabarrija, lakini vile asiwe amejiachia, amevaa lakini yuko uchi. Wala mutatayiba, wala asiwe amejipulizia manukato. Kwa hiyo haya yote lazima yapatikane.
awe amejistiri, awe amevaa hijabu ya sheria, asijipulizie manukato. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa kauli ya Mtume sana na amani ziwe juu yake aliposema, ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhir, mwanamke yoyote ambaye atajipulizia manukato, atajipaka manukato, fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhir, asishuhudie nasi sala ya isha ya mwisho. Mwanamke yoyote atakayejipulizia manukato basi asijumuike nasi kutekeleza ibada ya sala ya isha. Rawahu Muslim. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamrakabisha kwamba Uislamu unarakabisha, unatia msisitizo fi istiqrari almar'ati fi baiti, kwamba mwanamke sehemu salama ya kukaa na kutulizana ni wapi? Nyumbani kwake. Na Uislamu ukajalia sala ndani ya nyumba yake ni bora kuliko msikitini. Yani sala atakayoiswali nyumbani mwanamke ni bora na ina daraja kuliko sala atakayoiswali msikitini. Kama vile mwanaume sala atakayoiswali msikitini ni bora na ina daraja kuliko sala atakayoiswali nyumbani kwake. Na Uislamu vile vile ukamruhusu huyu mwanamke kutoka ndani ya nyumba yake pale kutakapokuwa kumepatikana nini? Dharura. Lakini ukamwekea misingi inda al-khuruj bi adabin wa ta'alim, wakati wa kutoka kumwekea misingi, adabu, na ukamfunza anatakiwa atokeje au katika muonekano upi wakati anatoka nyumbani kwake, anaachana na nyumba yake. Likauni almar'ati bitabi'atiha matara fitna, kwa sababu mwanamke mwenyewe ile umbile lake, muonekano wake unaashiria nini? Fitna, kufitinisha. Wa min tilka aladabi, na katika adabu hizo ma jaa fi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith, ni yale yaliyokuja katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii. Mtume aliposema ayyuma imra'atin asabat bukhura, ay ista'malat bukhura au nahwi mimma yuthiru shahwat ar-rijal, kwamba mwanamke huyu akawa ametumia manukato au chochote kitakachosimama niaba ya manukato katika yale mambo ambayo yanaweza yakawa ni fitna kwa mwanamke. Na katika riwaya nyingine imekuja idha ta'tarat, pale mwanamke atakapojipulizia manukato. Hapa kunaingia kila aina ya manukato. Fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah, katika hadithi nyingine asishuhudie pamoja nasi sala ya isha ya mwisho. Wal muradu bi salati al-isha, kilichokusudiwa hapa pale Mtume aliposema salat al-isha al-akhir, maksudio yake Mtume sallallahu alaihi wasallam qayyadaha bi salati al-akhirah tamyizan la an salati al-maghrib. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja hii kwamba ni sala ya isha, akaikusudia hasa fala tashhadanna ma'ana al-isha, asishuhudie pamoja nasi sala ya isha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitaja hii sala ya isha kwa matamshi kabisa, akitaka kuipambanua na nini? Salatul maghribi. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu salatul maghrib wal isha zote waliziita al-isha. Ndio maana al-maghrib iliitwa al-isha na al-isha ikaitwa al-isha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akapambanua fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhir, asishuhudie nasi sala ya isha ya mwisho. وفي هذا منع للمرأة من الخروج إلى المسجد سواء إلى صلاة العشاء أو غيرها، وإنما خصت العشاء بالذكر
لأن الخوف والفتنة في هذا الوقت أعظم لوجود الظلام. Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba katika hadithi hii amemkataza mwanamke kutoka kwenda msikitini sawa sawa anaenda kusali swala ya Isha au swala ya alfajir au ya dhuhur au ya alasir au ya maghrib, isipokuwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuihusisha hasa swala ya Isha kwa kuitaja, kwa sababu hofu na fitna kwa muda huu wa swala ya Isha ni mkubwa zaidi kuliko fitna na hofu katika mida mingine, kwa sababu muda huu pia unakuwa umekumbwa na giza. Kwa hiyo kwa kuna giza, fitna inaweza ikafanyika zaidi kuliko kufanyika ndani ya swala ya dhuhur. Ninyi mwajua kwamba usiku unakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo hapa hadithi hii tuonyesha kama mwanamke amezuiliwa kwenda msikitini hali ya kuwa amejipulizia manukato, kwenda mitaani na gulioni na masokoni amejipulizia manukato, basi hili litakuwa linakatazwa zaidi kuliko kuelekea wapi? Msikitini. Fitna kule itakuwa ni kubwa zaidi kuliko fitna itakayozuka pale atakapoelekea msikitini. Kama msikitini pamekatazwa, basi kule nje patakuwa pamekatazwa zaidi, patakuwa haparuhusiwi zaidi kujipulizia manukato alifakatoka ndani ya nyumba yake. Na kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wa alla tubdi zinataha, ili atoke aelekee msikitini, sharti la pili asidhihirishe mapambo yake aliyonayo. Wa alla tubdi zinata, asidhihirishe yale mapambo yake, liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati an-Nur, pale Allah aliposema aya 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishe mapambo yao hao wanawake kwa namna yote ile, sawa sawa wao msikitini, wao wanaelekea msikitini, wao wanaelekea sehemu yoyote. Wala yubdina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao kwa wanaume ajnad illa ma dhahara minha, isipokuwa yale mambo ambayo yatadhihirika yenyewe bila hiari, yakadhihirisha kibahati mbaya, yakadhihirika kwa bahati mbaya, kwa maana yale mambo ambayo hayawezi kufichikana, haya akapewa ruhusa kufanyaje? Kuonekana. Lakini yale ambayo inabidi yafiche, basi yasidhihirike kwa mtu yeyote. Na sharti la tatu na la mwisho, wa alla takhtalita birrijali fi tariqi wa fil masjidi, asichangamane, asichanganyike na wanaume ima anapoelekea msikitini, maana njiani na ndani ya msikiti. Wa alla takhtalita birrijali, asichanganyike na wanaume fi tariqi, njiani anapotoka nyumbani, sharti asichanganyike, asikutane ile ikhtilaf, mchanganyiko, asichanganyike na wanaume ima njiani au msikitini. Na maana itakapokuwa kumekosekana mojawapo katika masharti haya ya kumruhusu mambo wa Kiislamu kwenda msikitini kwa wakati huu, ukaa nyumbani ni bora kuliko kutoka kwenda kuitekeleza ibada ya sala. Haya ni masharti matatu ya kumruhusu mwanamke kuweza kutekeleza ibada msikitini. Na jambo la nne na jambo la mwisho katika nukta ya mwisho, khurujul mar'ati lil'idain, mwanamke kutoka kwa ajili ya kuisali sala ya Eid. Khurujul mar'ati lil'id, kutoka kwa mwanamke kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya Eid. Na hapa tutahitimisha na hadithi ya Ummu Atiya qalat, kutoka kwa Ummu Atiya amesema, umirna an nukhrija al-hujja yawm al-eidain, tuliamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kuwatoa wanawake wenye hedhi siku ya Eid mbili, maana Eid kubwa au Eidul Fitr na Eidul Adha. Tuliamrishwa tuwatoe wanawake wenye hedhi siku ya Eid mbili, wa dhawatil qudur, na tuwatoe vile vile dhawat al-qudur. Dhawat al-qudur kwa kifupi ni wale wanawake ambao walikuwa ni wenye kukaa katika majumba yao, yaani wale mabinti ambao wanalazimikiana na nyumba zao, hawa ndio wanaitwa dhawati al-qudur. Maana hata wale wanawake ambao walikuwa wanakaa nyumbani tuliamrishwa tuwatoe
mabinti wadogo, fayashhadna jama'ata almuslimina, ili washuhudie jamaa ya Uislamu. Watoto wakashuhudia jamaa ya Uislamu wa da'watahum, na da'wa zao, maombi yao, dua zao. Wayatazilu al-hujya wal musalla, na wale wanawake wenye hedhi itakapofika muda wa sala basi wajitenge, ina maana wakae kando na sehemu ya kusali. Al-musalla ni sehemu ambayo inaswaliwa, wajitenge wanawake wenye hedhi sehemu ya kufanyaje, ya kuswalia. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema maneno, kwa sababu enzi zile, wakati ule mazingira yalikuwa hayaakisi wanawake wenye hedhi kuchangamana na wanawake wengine, yani sehemu ya kuswalia, sababu walikuwa bado hapajaja hivi vitu ambavyo anaweza akajistiri kiasi cha kwamba damu yake isiweze kufanyaje, kupenya katika kwamba kilichofiwa hapa kwamba huenda ile hali yao inaweza ikapenya zile damu zikawa zimeingia sehemu ya kufanyaje, ya kuswalia ambayo ni najisi. Kwa hiyo kwamba wajitenge na sehemu ya kuswalia. Kwa zama hizi ambazo tunazo, anaweza akakaa hata sehemu ya kuswalia, alafu ikifika muda wa sala akajiweka kando. Qalat imra'a, mwanamke akasema akimuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ihdana laysa laha jilbab, mmoja wetu kama hana nguo, hana jilbab ya kisheria, afanyeje? Avaeje kama hana jilbab? Na hapa yaakisi maisha walioyaishi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Mmoja wetu kama hana nguo ya kujistiri, afanyeje ili aweze kudiriki hiyo swala msikitini? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, yule ndugu yake ambaye atakuwa na jilbab basi amvalishe, na maana amstiri ndugu yake, ili watoke pamoja kwa ajili ya kuelekea katika swala ya Eid. Hapa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuwatoa mpaka wanawake wenye hedhi, basi hapa wake zetu ambao watakuwa wamesalimika, wana afya vizuri, itakuwa haifai, ni makosa makubwa kuwaacha ndani alafu sisi tukaenda kwa ajili ya kuidiriki swala ya Eid. Tutoke nao, tuwahimize, tuwafundishe misingi ya dini yao, waijue, ili wajue ni mambo gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wameelekeza kwa wao. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa masharti ya kuiendea swala ya tarawih, lakini vile vile masharti ya kuiendea swala ya Eid kwa pamoja. Haya hivi ndivyo ulivyotuelekeza Uislamu wetu, dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo inshallah mpaka leo tutakuwa tumebakisha vikao viwili kwa ajili ya kukamilisha risala yetu hii ambayo tunaenda nayo ya durus Ramadhani. Kikao cha Jumamosi na kikao cha Jumapili inshallah natumai tutakuwa tumehitimisha risala yetu, na kwa leo tuishie hapa. Wa aktafi bihadha, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.